Balozi wa Marekani nchini Tanzania William Tuchman aliyeteuliwa na Rais wa Marekani Donald Trump kuwa balozi wa Marekani nchini Tanzania ameapa kushikilia nchi hiyo kuwajibika kwa kurudi nyuma kwa demokrasia, akisema kwamba ghasia zilizotokea baada ya uchaguzi wa Oktoba 2025 zimezua wasiwasi mkubwa kuhusu mwelekeo wa Tanzania. Katika ushuhuda wake wa Aprili 2026 mbele ya Seneti, aliweka mkazo kwamba ghasia za uchaguzi hazitawekwa chini ya zulia. Katika wasilisho lake, kiongozi huyo alisema kwamba mwenyekiti Dennis, mwanachama mkuu Ken na ujumbe wengine, asanteni kwa kunipa fursa ya kujitokeza mbele yenu leo. Nimeheshimiwa sana na uteuzi wa Rais Trump kama balozi wa Marekani katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na nashukuru Rais Trump na Waziri Rubio kwa kuniamini. Tanzania ni nchi yenye umuhimu mkubwa wa kimkakati, ikiwa na wakazi zaidi ya milioni 65, urithi wa kitamaduni, tajiri wa makabila zaidi ya 120 na rasilimali nyingi za asili. Tanzania ni muhimu kwa kuunga mkono utulivu wa kikanda na biashara. Kwa miongo kadhaa, nchi zetu zimeshirikiana kwa karibu katika afya, usalama na maendeleo ya kiuchumi, na kujenga uhusiano unaotegemea heshima ya pamoja na maslahi ya pamoja. Hata hivyo, leo uhusiano wetu wa pande mbili unakabiliwa na changamoto zisizoweza kukanushwa. Uchaguzi wa Oktoba 2025 na ghasia zilizofuata zimeibua wasiwasi mkubwa kuhusu mwelekeo wa Tanzania kama mshirika anayetegemewa. Ingawa ninaelewa kwamba Tanzania imechukua hatua chanya, ikithibitishwa, nitahakikisha Tanzania inatimiza ahadi zake. Kwa lengo hilo, ningeinua moja kwa moja masuala haya na viongozi wa Tanzania, ikiwa ni pamoja na Rais Samia, na kuendelea kushinikiza ushirikiano katika maeneo ya vitendo vinavyoendeleza maslahi ya Marekani na kuunga mkono utulivu katika nchi. Ikithibitishwa, vipaumbele vyangu vitatu vitajumuisha yafuatayo. Kwanza, kuendeleza maslahi ya kibiashara ya Marekani. Tanzania inatoa fursa kubwa za kuendeleza uongozi wa Marekani katika sekta ya madini, nishati, utalii, afya na teknolojia. Tanzania pia ina akiba kubwa nikeli, grafiti na madini ya ardhini nadra, madini ambayo ni muhimu kwa usalama wa taifa la Marekani. Kampuni za Marekani ziko tayari kuwekeza kwa uwajibikaji nchini Tanzania, lakini zimekabiliwa na kutokuwa na uhakika wa kisheria na ushindani usio sawa. Ingefanya kazi kuunga mkono biashara za Marekani, kutetea masharti ya uwekezaji yanayoonekana na yanayotabirika yaliyowekwa katika sheria na Bunge la Taifa la Tanzania, na kusaidia kufungua fursa zinazonufaisha uchumi wa nchi zetu zote mbili. Pili, kuimarisha ushirikiano wa usalama katika changamoto tunazoshiriki. Tanzania imekuwa mshiriki katika usalama wa baharini na kupambana na dawa za kulevya, na ningefanya kazi na mamlaka za Tanzania ili kuimarisha ushirikiano ambao maslahi yetu yanapatana, ikiwa ni pamoja na kushughulikia vitisho vinavyovuka mipaka, kuboresha ufahamu wa eneo la baharini kando ya pwani ya Bahari ya Hindi, na kukuza utulivu wa kikanda katika Afrika Mashariki. Tatu, kukuza heshima kwa haki za asili, uhuru wa kidini, uhuru wa kujieleza na utawala wa sheria. Ni maadili ya msingi ya Marekani na ni msingi wa utulivu wa ustawi. Katiba ya Tanzania inasema kwamba raia wana haki ya uhuru wa kibinafsi, usawa na uhuru wa dini. Lakini kama Jaji Scalia alivyosema, ni rahisi kutoa ahadi kama hizi kwenye karatasi, muhimu ni kutekeleza ahadi hizo. Ningezungumza na viongozi wa Tanzania kuhusu wasiwasi kuhusu nafasi ya kiraia na uwezo wa viongozi wa kidini na jamii kufanya kazi kwa uhuru kulingana na nyaraka za kisheria za msingi za nchi. Ningependa pia kutambua kwamba Tanzania inafanya kazi katika mazingira ya kimataifa yenye ushindani mkubwa. Nchi nyingine, ikiwa ni pamoja na China, zinatumia ushawishi nchini humo, ikiwa ni pamoja na miradi ya miundombinu na maendeleo ya rasilimali. Ningefanya kazi kuonesha kwamba ushirikiano na Marekani unaotegemea uwazi, uendelevu na manufaa ya pamoja unatoa njia yenye nguvu na inayotegemewa kwa maendeleo ya Tanzania. Zaidi ya hayo, nikithibitishwa, nitaendelea kuwajulisha kamati hii na kuunga mkono wafanyakazi walioajiriwa ndani ya ubalozi wa Marekani Dar es Salaam, ambao wanatumikia nchi yetu kwa kujitolea na kitaalamu. Kwa ufupi, Marekani na Tanzania zinashiriki fursa nyingi za ushirikiano. Ikithibitishwa, ningefanya kazi kwa bidii kuendeleza maslahi ya Marekani, kudumisha maadili ya Marekani na kuimarisha uhusiano ambao unaweza kutoa faida halisi kwa nchi zetu mbili. Asanteni kwa fursa ya kujitokeza mbele yenu.